mwimbaji mmoja nadhani ni maarufu sana, Celine Dion, ambaye alikuwa na kipawa sana. Familia yake ikawa haiwezi kumlea, haiwezi kutunza kipawa alichokuwa nacho. Producer aliyekuwa anasimamia akaweka rehani nyumba yake. Ikabidi aweke, akaenda benki akakopa fedha, akaweka rehani nyumba yao kwamba nyumba hii na ikabidhi kama tutashindwa kulipa deni. Maana yake akachukua zile fedha ili kuwekeza kwenye album ya mwimbaji huyo Celine Dion. Kwa hiyo utaona kulikuwa na kiu ya kufanya jambo jipya, kulikuwa na kiu ya kufanya jambo lisilo la kawaida, mpaka akapelekea akauza nyumba. Nafahamu kuna nyakati ambazo mwanadamu anaona moyoni mwake kuna msukumo wa kuanza mambo mapya, na huo msukumo huwa hautokei mara kwa mara, una majira yake. Kuna majira unakuta tu kuna msukumo fulani wa kuanza kitu fulani kipya. Inawezekana labda ulikuwa mahali aidha kwenye ajira, unaona kuna msukumo, nahitaji kuanza kitu kipya. Inawezekana ulikuwa unaishi maisha tu mwenyewe, unaona unahitaji kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna majira ambayo Mungu huwa anayapitisha kwa kila mtu, anakuwa anaona kiu ya kuanza maisha mapya. Wiki nzima hii tutakuwa na series nimesema, na tutakuwa tunajaribu kuangalia, je, kuna uwezekano kweli wa kuanza upya? Je, kuna uwezekano wa kuwa bora zaidi kuliko hapa tulipo? Je, kuna uwezekano huo? Ndio wiki hii kwa neema ya Mungu tutakuwa kuna masomo fulani 7 ni muhimu, kwa sababu kila somo ni principle, ni kanuni. Kwa maana yake kila siku tutakuwa tunaenda na kanuni moja. Kwa ni muhimu kama umesikiliza somo la leo usikose la kesho kutwa mpaka siku 7. Na natamani nikupe highlight ya vichwa au masomo haya yaliyoandaliwa ili uone thamani ya kile ambacho unatakikana kukisikiliza. Siku ya kwanza tutaangalia sheria ya ardhi kavu. Siku ya leo maana yake the law of drying ground, sheria ya ardhi kavu. Lakini siku ya pili tutaangalia mpango wa Mungu au macho ya wanadamu, God's vision or man's plan. Lakini siku ya tatu tutaangalia sitakufa, I will not die. Na siku ya 4 njia ya kutokea, the way to escape. Alafu siku ya 5 usicheze mchezo huu hapa, don't play it here. Usicheze mchezo huu hapa. Alafu siku ya 6 tutaangalia kuikaribia kesho kwa hofu yenye ujasiri, facing your destiny with fearful confidence. Alafu siku ya 7 sio ndoto tena, it is no longer